kikuu kinachosema mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Somo letu litakuwa lina kichwa kikuu kinachosema mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Mambo muhimu kwa wale wanafunzi wazuri ambao wanaupendezea moyo wangu, lakini pia nafikiri hata moyo wa Mungu. Wamekuwa na utaratibu wa kuja ibadani na notebook au madaftari na kalamu kwa ajili ya kunoti vile vinavyopita, visipite bure kwao. Tunaweza kuandika kichwa kikuu cha somo tulilo nalo kinasema mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Mambo muhimu katika kumshukuru Mungu ndicho kichwa kikuu cha somo letu katika ibada yetu hii maalum ya kushukuru. Mambo muhimu katika kumshukuru Mungu. Na wewe unaoandika, tuendelee kuandika. Andika sehemu ya kwanza ya somo. Sehemu ya kwanza ya somo. Ukisha kuwa umeandika kile kichwa kikuu kinachosema mambo muhimu katika kumshukuru Mungu, chini andika sehemu ya kwanza ya somo. Alafu nitakutajia kichwa ambacho kitakuwa kinatembea na sisi kwenye sehemu ya kwanza ya somo. Manake ni somo kubwa na lina sehemu na sehemu. Kwa hiyo tutatazama kwa sehemu tu ndani ya sehemu ya kwanza ya somo. Mambo muhimu katika kumshukuru Mungu ni kichwa kikuu cha somo, lakini tunayo sehemu ya kwanza ya somo ambayo inasema, iko katika mfumo wa swali na Mungu amenipa kwa namna hiyo, na tutaitazama kwa hivyo hivyo kama Mungu ambavyo ameachilia kitu cha namna hii. Sehemu ya kwanza ya somo ina mfumo wa swali. Kwa hiyo kichwa cha habari cha sehemu ya kwanza ya somo kinasema hivi: Je, tunapaswa kutambua nini? Je, tunapaswa kutambua nini? Je, tunapaswa kutambua nini? Je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Fundi, ukisha pima vile vipimo kwa watu tunaandika. Naomba nikukomote na hilo gongo. Hawapimi tu vile vipimo alafu ukaacha. Na madaftari mnaandika. Na wakati mwingine mnabandika mpaka mshono ambao ameutaka na kitambaa chake pale, si ndio? Haya, kanisani. Je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Je, tunapaswa kutambua nini kuhusiana na suala la kumshukuru Mungu? Namba moja katika majibu ya sehemu hii ya kwanza ambayo inaenda kiswali, inaenda katika mfumo wa swali, kwamba ni kitu gani tunapaswa kutambua kwa habari ya suala la kumshukuru Mungu. Namba moja, andika. Tunapaswa kutambua ya kwamba. Namba moja, tunapaswa kutambua ya kwamba. Tunapaswa kutambua ya kwamba. Namba moja hiyo, tunapaswa kutambua ya kwamba. Tunapaswa kutambua ya kwamba suala la kumshukuru Mungu, suala la kumshukuru Mungu, suala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu. Tunapaswa kutambua ya kwamba suala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu.
Kama kuna wanadamu wana vipawa vya utunzi hapa kwenye swala la linaloitwa kumshukuru Mungu, hawajahusika kwenye utunzi. Si utunzi wa mwanadamu yoyote chini ya mbingu, wala waliokwisha kufa walioko mbinguni, waliopata neema ya kuwa enzini. Sio swala lao hili, hawajahusika kulitunga swala la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tunapaswa kuyatambua kwa habari ya kitu kinachoitwa kumshukuru Mungu, ni lazima tuelewe ya kwamba swala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu. Kama unaendelea kuandika, andika bali ni agizo la kibiblia kabisa. Bali ni agizo la kibiblia kabisa. Ni agizo la kibiblia kabisa. Kwa hiyo katika swali hili ambalo linatutembeza kwenye sehemu ya kwanza ya somo hili la shukrani kwa Mungu, linalozungumzia vitu ambavyo tunapaswa kuvitambua tunaposikia jambo linaitwa kumshukuru Mungu, tunakutana na jambo la kwanza au jibu la kwanza la swali hili likituambia ya kwamba miongoni mwa mambo tunayopaswa kuyatambua kwa habari ya kumshukuru Mungu ni kwamba swala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa tu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni swala ambalo lipo kibiblia kabisa. Kwa hiyo jibu hili kulingana na swali ambalo tunakuwa nalo hili tunatembea nalo, jibu hili la kwanza litupe picha kuona ya kwamba tunaposikia kuna mikusanyiko ya kumshukuru Mungu, sio jambo ambalo linatungwa na mwanadamu yoyote. Mikusanyiko ya kumshukuru Mungu ni jambo ambalo linapaswa kwa kadiri ya namna ambavyo Biblia imeandika, na ni jambo ambalo halijatokea kwa mtu yoyote, limetokea katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Unapokosa kuelewa kitu cha namna hii, kuna wakati inawezekana ukakosa kuwa na utayari mzuri saa ya mikusanyiko ya kumshukuru Mungu kulikoni kwenye mikusanyiko ya kuomba utendewe. Kwa sababu wengi tunajua Biblia pia inasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata. Lakini pamoja na Biblia kusema ombeni, na wakati mwingine pia Biblia imeweka jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu halipo katika mkakati wa kikanisa wala kidhehebu wala chama fulani wala kikundi fulani cha watu. Swala la kumshukuru Mungu limekuwepo kibiblia. Tunapolifanya hatufanye jambo ambalo ni la mapenzi ya mtu, tunafanya jambo ambalo ni la mapenzi ya Mungu wa mbinguni tunaomwabudu, kwa sababu ndiye aliyeruhusu kuandikwa na kutunzwa kwa kitabu kinachoitwa Biblia. Na utaona ndani ya Biblia hata wakati mwingine imeandikwa ya kwamba kulikuwepo na mambo mengi sana ambayo yamefanyika. La yangeandikwa yote, hata kurasa na makaratasi ya ulimwenguni mote yasingetosha. Kwa hiyo Biblia ina vitu vingi ambavyo vilipaswa kuandikwa, vilipaswa kuwemo. Kwa tafsiri ya kusema ya kwamba Biblia ingeandikwa kila jambo ambalo lilipaswa kuwemo, hata kurasa za ulimwenguni mote zisingetosha. Maana yake ni kwamba katika Biblia kuna mambo yaliachwa, yalikosa kuandikwa kwa vile ambavyo yalivyoonekana mengi. Lakini utaona swala la shukrani lilikuwemo ndani. Swala la shukrani ndani lilitimba, halijakosekana kuandikwa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sasa Mungu atusaidie. Kuna wengine wako na mwalimu, kuna wengine wako na wanafunzi ambao wanaendelea kuomba. Ni vyema tukawa na nani?
au na wanafunzi wenzetu ambao na wenyewe wanaendelea kutengenezeka kwa namna yao. Basi tuwe na mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kutambua ya kwamba swala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa kibinadamu, halipo kwa masilahi ya mtu. Usije ukasikia ndani ya kanisa lako inawezekana sio kwamba tu unasali hapa, kuna mahali unasali na kuna mahali pengine unasali ukiwa nje ya Mungu, utasali mahali pengine. Usije ukasikia swala la shukrani ukajua ni maslahi ya hilo kanisa, ni maslahi ya wachungaji, ni maslahi ya makuhani. Swala la kumshukuru limetoka katika Biblia, ni jambo la kibiblia. Tunapata wapi vidhibitisho vyake? Andika A. Kwenye namba 1 kuna kitu A. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15. Vidhibitisho kwamba swala la kumshukuru Mungu lipo kibiblia, halipo katika matakwa ya mwanadamu yoyote, halipo katika matakwa ya kanisa la mahali fulani, lipo kibiblia. Kidhibitisho cha kwanza, Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15. Wakolosai 3:15. Kidhibitisho A. Wakolosai 3:15. Kwa wale wenye Biblia na tuende pamoja mpaka hapo mahali. Wakolosai 3:15. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15. Maandiko matakatifu katika Biblia yanasema hivi: na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. B. Ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Ile C inasema tena iweni watu wa shukrani. Ni andiko moja, ni mstari mmoja, lakini una partition. Partition ya kwanza ilikuwa inazungumzia kuhusiana na amani ya Kristo kuamua kwenye mioyo yetu, lakini partition ya pili ilikuwa inatuonesha wito, namna ambavyo tumeitiwa. Lakini partition ya tatu, Biblia inasema tena iweni watu wa shukrani. Yalikuwa ni maandiko matakatifu ndani ya Biblia. Miongoni mwa mambo ambayo yamemwagiza mtu wa Mungu, kuna kinachosemwa iweni watu wa shukrani. Haleluya! Ni kidhibitisho cha kwanza ndani ya Biblia ambacho nimetaka tukione, kinachoonesha ya kwamba suala la kumshukuru Mungu ni jambo la kibiblia, sio jambo ambalo linaendeshwa na matakwa ya kibinadamu, ni kibiblia. Kidhibitisho B. Twende kwenye ile Zaburi ya 100 mstari wa 3 hadi wa 4 sehemu A. Zaburi ya 100 mstari wa 3 mpaka ule wa 4 sehemu A ya huo mstari wa 4. Kidhibitisho B ya kwamba swala la kumshukuru Mungu ni swala la kibiblia. Kwa kama upo ndani ya hema hili, maana yake umekubali kwenda na Yesu, umekubali kwenda na Mungu, na katiba yetu inaitwa Biblia. Maana yake lazima uelewe ya kwamba kwenye katiba yako inayokuongoza kama mtu wa Mungu uliyokubali kwenda na Yesu, kuna jambo limeagizwa kwako ya kwamba uwe mtu wa kumshukuru Mungu. Kidhibitisho B, nimesema Zaburi ya 100 mstari wa 3 hadi ule wa 4A. Biblia inasema hivi kwenye ule mstari wa 3: jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Msije mkasahau kwamba Bwana ndiye Mungu. Manake Mungu wetu ndiye mkuu, astahiliye kuitwa Bwana mkuu. Akaeleza tena akasema ndiye aliyetumba na sisi tu watu wake. Tusisahau jambo hilo kwamba tumeumbwa na Mungu, sisi tu watu wa Mungu. Biblia ikaendelea kusema tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Maanake sisi yatupasa tuwe tunachungwa
katika himaya ya Mungu, kama unavyoona kondoo wanavyochungwa kwenye himaya ya mchunga kondoo. Mstari ule wa 4 ambao nimeutaka sana kuhusiana na kuona swala la shukrani kwamba ni jambo la kibiblia. Mstari wa 4a unasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Bwana Yesu atukuzwe. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Katika kitu ambacho nilikuwa ninakitazama kwenye hili andiko, nilikuwa ninaenda kwa mapana na marefu makubwa mno. Nikatazama maana ya kuambiwa ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Nikaelewa kwamba jambo hili lilikuwa na tafsiri ya kusema nendeni uweponi mwake, ingieni malangoni mwake. Asingesema ingieni malangoni mwake, maanake kilichokuwa kinaongelewa hapa penye kuingia malangoni mwa Mungu, na tunajua ya kwamba wala sio malango ya mbinguni, sio tufe. Ilikuwa ni kwamba nendeni uweponi mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu ikamalizia kusema kwa kushukuru. Maanake ni jambo la kibiblia ya kwamba miongoni mwa namna za kwenda kwetu uweponi mwa Mungu, kuna wakati yatupasa tuingie uweponi mwa Mungu kwa lengo tu la kumshukuru. Licha ya kwamba kuna wakati tumekuwa tukiingia sana uweponi mwake kwa lengo la kumuomba, lakini Biblia haijaacha pia kutuambia ya kwamba tuwe pia na desturi ya kwenda kwenye mikusanyiko ya ibada katika mada ambayo tunayo inayoitwa kumshukuru Mungu. Kwa tukiwa tumekusanyika kwenye ibada ya namna hii yenye mada inayoitwa kumshukuru Mungu, hatufanyi mapenzi ya mwanadamu, tunafanya agizo la Mungu ambalo liliwekwa kwenye Biblia, lipo kwenye katiba yetu tunaoishi nayo kama watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utaliona jambo hili inawezekana hata kwa watu wengi walioko hapa ni mara yao ya kwanza. Ni jambo geni sana kusikia kwamba kuna wakati Biblia inasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Hili uelewe kitu gani? Kuna mahali ambapo leo hii tumepelea kwa sababu tunajua sana kwenda mbele za Mungu kusema naomba, kusema nipe, kulikoni kwenda mbele za Mungu kusema nashukuru. Tunajua sana swala la kuitwa tutendewe, tunalijua mno, lakini utaona katika mambo ambayo tumekuwa nayo mabovu, inawezekana hata kuna mtu mstari ndio anausikia tena, wala tuseme labda kuna wale ambao walitoka ng'ambo fulani kwenda ng'ambo fulani, lakini kuna waliozaliwa kwenye huo Ukristo, na inawezekana leo hii mstari ndio unausikia. Yaani unaona kama mchungaji leo au ametujia na kabiblia kake kapi ambako ameamua akatengeneza. Kwa sababu gani? Tunajua sana miito ya kwenda katika mikusanyiko ya ibada kuombewa. Haleluya. Lakini kuna mwito ambao Biblia inauonesha ya kwamba inatupasa tuwe na namna ya mwendo wa kiibada katika mada ya shukrani. Na katika jambo ambalo lazima ulijue ni kwamba kila kilichoandikwa kwenye Biblia kina maana yake. Haleluya. Kila kilichoandikwa kwenye Biblia kina nini? Kina maana yake. Maadamu nilitangulia kukwambia kwamba Biblia ingeandikwa mambo mengi, yalikuwepo mengi yaliyostahili kuandikwa, lakini walitazama wakatathmini wakaona haya yote tukipambana nao kutafuta kuyajaza humu, hata kurasa zote za duniani walete makaratasi yao, sijui wapi panazalishwa makaratasi wayalete, havitatosha. Kwa hiyo kuna vitu wakasema hivi vitu ngoja viingie, hivi ngoja viingie, hivi ngoja viingie. Kama kuliingia jambo linalotukumbusha kwamba tuwe na utaratibu wa kwenda uweponi mwa Bwana na kitu kinachoitwa shukrani, kama kiliingizwa hiki kikakosesha nafasi ya mengine, lazima uelewe ya kwamba hiki kitu ni cha umuhimu, kwa sababu kuna nafasi ya mambo mengine. Hili andiko kuandikwa lilichukua hayo mambo mengine. Lakini
bora kuna mengine yalizibiwa nafasi, yalizibiwa mlango, kwamba hapa imetosha. Kutokea kwenye kitabu kinachoitwa Mwanzo mpaka Ufunuo wa Yohana, wakasema hapa imetosha kwa hayo tuliyoyaweka humo. Angalau watoto wetu watapata nuru na mwangaza mzuri, na watapata uongozi mzuri, taratibu za kumuishi Mungu. Imetosha. Kukawepo na kitu kinachoitwa ingieni malangoni mwake kushukuru. Maana yake ni lazima uelewe ya kwamba hiki kitu ni cha umuhimu. Usipokifanya, maana yake kuna sehemu kubwa sana katika habari za utakatifu wako na maadili yako mbele za Mungu utakuwa na mapungufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utakuta kuna wakati kwenye suala la kutendewa tumekosa pia kuwa na ukamilifu katika yale tuliyotendewa. Tumekosa kuishi nayo kwa ukamilifu kwa sababu tumelalia kutendewa, lakini hatujui ya kwamba pia kuna mlazo mwingine tulilazwa kibiblia unaoitwa kushukuru mara baada ya kutendewa. Wengi utatukuta hapa tukilizwa umeamkia wapi, utasikia nimeamkia kwenye godoro la kutendewa. Wengi sana kitanda cha kushukuru hatukilalii, kimetandikwaga hivyo hivyo, kipo hivyo hivyo tu. Nishawahi kufuatilia historia za nikaangalia movie, nikakuta kwenye movie kuna vyumba vinaorozeshwa kwenye guest, sio ni guest, sio sehemu za kulala watu, haya sio ni lodge, sio zitatajwaje, lakini nikakuta kwenye movie vyumba vya guest vile vinaorozeshwa, halafu kuna chumba namba fulani hakijawekwa. Nikajua ni mistake, nikafuatilia ile jambo, nikasikia kwamba kuna chumba namba fulani kinahesabika kana kwamba kina nuksi. Kwa hiyo huwa wanaoelewa hilo jambo hawakiwekaji hicho chumba. Kwa kuna wakati nahisi kwa wateule wa Mungu leo hii wengi wao swala la shukrani wameliweka kwenye hiki chumba ambacho hakitakiwaji hata kuwepo guest. Sehemu ya kulala wageni hakitumiki. Kwa maana kwamba hata kikikosewa kikiwekwa inabidi watu waambiwe kile kifungeni fungo zake, wekeni mbali kabisa maana kisiingiliwe. Wengi sana tumekuwa tukiingia kwenye malango ya Mungu kumuomba, kutaka kutendewa, lakini tumesahau kuna msukumo mwingine pia tumesukumwa ya kwamba tuwe tuna utaratibu wa kuingia kwenye malango ya Mungu katika kuomba, kusema Mungu tunakushukuru kwa yale umefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati ndio maana utakuta watu wanatendewa hawaonekani kama ametendewa, hajatendewa, yani haeleweki. Yani alivyokuwa sifuri alikuwa hivyo tu, saizi yuko moja yuko hivyo tu. Kuna gia anatuambia yeye ameipanda ya pili na ya tatu, lakini mnamuona spidi yake ni ile ile. Yeye ndio anatuambia kwamba huyu hapa nimeongeza gia saizi, lakini nyinyi mnaomwangalia mwendo wake ni ule ule. Unashangaa kuna shida gani? Mbona mwendo wake hauendani na spidi anazosema ameongeza? Wakati mwingine ni kwa sababu hatuna utaratibu wa kumshukuru Mungu katika gia tunazokuwa tukizipiga kimaisha. Mungu anatamani kila gia tunayoingiza kimaisha tukiamini si kwa uwezo wetu bali ni kwa uwezo wake, tukutane naye kwenye shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingie malangoni mwake kwa kushukuru. Kwa hiyo swala la kumshukuru Mungu ni jambo la kibiblia. Tunapopelea, tunapokosa kulifanya jambo hili kwenye maisha yetu, maana yake ni kwamba kuna maadili ya kibiblia hatuenendi nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kuna mahali tutakuwa tumepelea kama hatuendi na adili hili la shukrani. Kwa pamoja na kujua ya kwamba kuna kuombewa upokee, lakini elewa ya kwamba pia kuna kutakiwa kurudi kwa Mungu kufanyaje? Kumshukuru kwa yale ambayo umetendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna jambo hili ambalo lenyewe limekaa kimuulizo, limekaa kiswali, likieleza ya kwamba tunapaswa kutambua nini kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu. Kwa jambo la kwanza nimesema tunapaswa kutambua ya kwamba swala la kumshukuru Mungu sio jambo lililotungwa na wanadamu, bali ni agizo la kibiblia
kabisa. Na tumetazama vidhibitisho hivyo vya kibiblia vinavyotoa agizo la kwamba watu wa Mungu wawe na kawaida, wawe na desturi ya kumshukuru Mungu. Namba 2, jibu la pili la swali hili ya kwamba tunapaswa kutambua nini kuhusiana na swala la shukrani. Jibu la pili, kama unaandika andika, pia tunapaswa kutambua ya kwamba. Namba 2, pia tunapaswa kutambua ya kwamba. Pia tunapaswa kutambua ya kwamba suala la mtu kurudi mbele za Mungu, swala la mtu kurudi mbele za Mungu na kushukuru, swala la mtu kurudi mbele za Mungu na kushukuru mara baada ya kutendewa. Swala la mtu kurudi mbele za Mungu na kushukuru mara baada ya kutendewa. Jambo hili sio swala la hiari. Jambo hili sio swala la hiari. Namba 2 ya yale tunayopaswa kuyatambua kuhusiana na swala la shukrani inasema, pia tunapaswa kutambua ya kwamba swala la mtu kurudi mbele za Mungu na kumshukuru mara baada ya kutendewa, jambo hili sio swala la hiari, bali ni swala la lazima. Bali ni swala la lazima. Inawezekana sio mgeni kusikia mahubiri ya shukrani alafu ukaona mahubiri hayo hayatoki kwenye kinywa tu cha mhubiri, pia yanatoka kwenye maandiko. Inawezekana sio mgeni, lakini inawezekana pia umepelea ukaona ya kwamba swala la shukrani, maadamu umetendewa, ni wewe kuamua kwamba nirudi kushukuru au la. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utajuaje kwamba mtu anajua swala la shukrani labda ni la hiari yake? Ni pale unapokuta ya kwamba mtu anajua maandiko ya kwamba ndani ya Biblia kuna maandiko yanayomtaka mtu ashukuru akitendewa, lakini unaona atatendewa na hashukuru. Kwa hapa tuna picha ya kwanza. Inawezekana uko pale kwenye namba 1 kwamba hujui kuwa ndani ya Biblia kuna maandiko yanayoagiza mtu ashukuru Mungu akitendewa. Lakini ikiwa na unajua sio mapya kwako, lakini bado unajiona kuna wakati umekuwa mbovu kushukuru, inawezekana labda unajua swala la shukrani kwa Mungu ni la hiari yako, kwamba ufanye usifanye. Na uthibitisho katika hili tunalo, utakuta mtu saa ya kwamba ana shida akaombewe, atakuita hata kama chumbani kwake bado hajavaa vizuri. Utasikia, "Ngoja kwanza mwaya mchungaji tumfunike." Manake huyo mwenye uhitaji alikuwa anataka maombi, hata hajajiandaa kuwa na mkao mzuri. Manake anajua kwamba niombewe shida yangu iondoke nipone. Lakini utakuta kwenye saa ya shukrani mtu anasema, tunajipanga. Au mimi ni wa kwanza kusikia lugha ya namna hii? Kwenye maombi, kwenye saa ya mtu kwenda kuombewa na saa ya mtu kushukuru, wapi unasikiaga tunajipanga tuje? Saa ya shukrani. Unaelewa maana ya hiyo sentensi tunajipanga, kwamba kwa nini imeangushwa kwenye shukrani isiangushwe kwenye kuombewa? Maanake ni kwamba wengi wanajua ya kwamba kushukuru ni hiari yangu, ni niamue, ni utaratibu nijiwekee. Sivyo hivyo, tumefeli. Tumefanyaje? Tumefeli. Tumefeli. Yaani kuna saa tukisema tunajipanga ni kama vile tunaamua kwamba tumpime sasa Mungu, yaani tumshukuruje. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio hiari yako kwamba umetendewa uamue nimshukuru Mungu au niache. Sio hiari yako. Swala la kurudi mbele za Mungu kumshukuru maadamu umetendewa ni la lazima.
Unasema tunapata wapi jambo hili? Mbona kama limekaa kiajabu kweli? Tulikuwa tunajipanga. Yesu asifiwe sana. Tuangalie kidhibitisho cha kwanza kinachoonyesha swala la kumshukuru Mungu kwamba ni jambo la lazima, sio la hiari ya mtu. Kidhibitisho A, kidhibitisho cha kwanza A. Tutatazama Luka 17 mstari wa 11 hadi wa 17. Injili ya Luka sura ya 17 mstari wa kwanza wa 11 mpaka ule wa 17. Kidhibitisho A kwamba swala la kumshukuru Mungu mara baada ya kutendewa sio hiari ya mtu, ni la lazima. Luka 17:11 hadi 17, Biblia inasema hivi: ikawa, ilikuwa inazungumziwa Yesu na jopo lake alilokuwa akitembea nalo. Ikawa Yesu na hilo jopo lake walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, wako kwenye harakati zao za kihuduma na za kiutumishi, Yesu na jopo lake. Saa hizi walikuwa wanaonekana wanatembea wanaelekea upande wa Yerusalemu. Alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Tiketi ni kwenda Yerusalemu, tiketi ni ya Yerusalemu, lakini njia, wakati anatembea yuko njiani, kulikuwa kuna maeneo yanaitwa Samaria, kulikuwa kuna maeneo yanaitwa Galilaya, alikuwa anayapita. 12. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Tunaona Yesu anakutana na watu wenye tatizo, wenye ugonjwa unaoitwa ukoma, na idadi yao inahesabika, wanaonekana wakiwa 10. Tusisahau hayo, tutembee nayo. Alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali. Mstari wa 13. Wakapaza sauti zao wakisema, Ee Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Wakati huu ni sawasawa na vile ambavyo una shida alafu useme Yesu naomba uniponye. Ndicho kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kwa hawa watu ambao walikuwa wana tatizo la ukoma, na wapo kama kundi, wako watu 10. Wakapaza sauti zao kwa mbalimbali, vile wanamuona Yesu kwa mbali anapita, yuko anaendelea na shughuli zake za kihuduma, ana ratiba zake za kiutumishi. Wakapaza sauti zao kwa mbali, wakasema Yesu. Wakamuita Bwana mkubwa, kumpa na ahadi yake, wakamwambia uturehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa umeona sawa, wanaomba licha ya kwamba walikuwa kuna umbali fulani wanao kati yao na Yesu, lakini hawajasubiri hata mpaka wafike pale mbele zake kabisa waonane naye uso kwa uso. Wakati wanaomba walijua ya kwamba swala la kwenda mbele za Mungu, wakati mwingine tunaambiwa tuangalie ni kwamba tuko tayari wakati ufao au usiofaa, bora mradi tu tumenia kwenda kwa nani? Kwa Mungu. Akapaza sauti zao, wakawa wanaomba kile ambacho walikuwa wanahitaji watendewe, ya kwamba wapone tatizo la ukoma waliokuwa nao. Mstari wa 14, Biblia inasema Yesu alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, utendaji wa Mungu ukaonekana wakati ule tu wameambiwa, sasa maadamu mna shida hii ya ukoma, mna tatizo la ukoma, na kanuni ya ukoma kwa vipindi hivyo vya wenzetu ilikuwa watu wanaopata tatizo hili wanatengwa, hawakai tena Changanyikeni, wanatengwa mbali na mji, mbali na kijiji. Kuna maeneo ya nje sana wanawekwa, kwa sababu lilionekana kwanza ni pigo kutoka kwa Mungu, ni dhambi. Kwa ni sawasawa na vile ambavyo kwenye corona ilikuwa hakuna urafiki. Kama ukisikia mpenzi wako, mke wako, mume wako, baba yako, mama yako ameupata ugonjwa wa corona, hakuna urafiki, inabidi tutengane tu kwa usalama wa hawa ambao bado hawajapata. Ndivyo tatizo la ukoma lilivyokuwa. Kwa ni kama vile tumeshawahi kukutana na kambi za wagonjwa wa kipindupindu. Mimi mwahi kufuatilia, utasikia mashule yanaamua yafungwe. Unakuta watu hata kule hospitali hawapelekwi, wao wanaunda hospitali yao mashuleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wanatibiwa kule wale wenye ugonjwa wa kipindupindu. Kwa ilikuwa pia ni magonjwa yanaonekana kana kwamba yana picha ya kuambukiza. Kwa hiyo walikuwa watu wanaopata
wanatengwa. Kwa wakati wametengwa, na kanuni ilikuwa ni mpaka utendewe, mpaka uonekane umepona, ndipo urudi sasa kwenye changanyikeni. Lakini Yesu akafanya jambo la kuwaponya hawa kwa picha ya kuwapima imani zao, wakati ambapo hawa watu hawatakiwi kuchanganyikana na watu. Lakini Yesu anawaambia hivi, endeni mkajionyeshe kwa kuhani. Manake mpaka tunafika kwa kuhani, si lazima tutakuwa tumepita huko masokoni wapi, tumekutana na watu njiani, ile tu kwamba tutakuwa changanyikeni nao. Manake sisi inawezekana tukawa huko njiani tunapigwa, ikawa huko njiani tunadharaulika, tunakimbiwa, kwa sababu gonjwa hili alijatupasa sisi tuwe changanyikeni, ili tupasa tuwe tumetengwa kama ambavyo tuko hapa kakundi ka watu 10. Leo huyo anatuambia twende huko changanyikeni, tutafute kuhani alipo, mtumishi nao shughulika na masuala ya kiibada kanisani, madhabahuni alipo, ili tujipeleke kwake, kwamba ndio kanuni ya sisi kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe lilikuwa ni swala la kupimwa imani na utiifu wao juu ya yale Yesu anayosema, bila kujali mazingira yanasemaje. Yesu alitaka awapime utii wao, kwamba watakuwa tayari kutii bila kujali ya kwamba hali ya wenye ukoma haipaswi watu waende changanyikeni. Wale watu wakawa watiifu, ashukuriwe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakaenda wakawa tayari sawa sawa na vile Yesu alivyofanyaje, alivyoagiza. Wewe sio daktari ndugu yangu, ndio maana uliposikia hali ukamfuata Nesitedi ukamwambia nipime, amekupima amekukuta anakwambia una malaria viwili, akwambia sasa hapa nakuandikia dawa, unaanza kumwambia kwamba sasa dawa usiniandikie, mimi naona hivyo vimalia viwili nivimalizie kwenye mazoezi. Bwana Yesu asifiwe. Au wakati ile kiwango cha malaria anaamua kwamba wakati ile kiwango hiki nimwandikie dawa hii, wewe unaanza kupambana na ngombe. Kwa kweli dawa hiyo mimi siko nayo tayari, naona tu niandikie dawa, hamna nyingine Hao walikuwa wagonjwa wazuri, waliamua kukubaliana na kile wanachoambiwa na daktari, maana wao wanahitaji kupona. Aliwaambiwa nendeni, wakaenda. Lakini Biblia inasema hivi, wakiwa njiani 15, na mmoja wao alipoona kwamba amepona. Maana wakiwa njiani tayari wakaanza kutendewa. Kumbe ilikuwa hata hawafiki kwa kuhani, wala hata hawatafika kwenye changanyikeni, watakuwa wameshafanyaje? Wameshapona. Maana mambo ya uponyaji wa Yesu yapo katika namna ambavyo wewe ukiyatazama kwa nje unaweza ukaona ya kwamba mbona kuna ubabaishaji hapa, lakini kumbe ndivyo ambavyo anavyofungamanisha baraka zetu, anavyofungamanisha uponyaji wetu pale ambapo tunamuomba tukihitaji atutendee. Alifungamanisha na jambo hilo la utii. Wakiwa tu njiani wakawa wamepona. Sasa katika wale 10 Biblia inamtaja mmoja wapo hapa kwenye wale 10 ya kwamba mmoja wao alipona, kwamba amepona, aliamua asipotelee mbali na ule uponyaji. Akafanyaje? Alirudi. Anarudi wapi? Kwa Yesu. Pale walipokutana naye akawatamkia neno, likawapa uponyaji njiani. Yule mmoja akawa na busara, akawa na hekima ya kurudi mbele za Mungu kushukuru. Biblia inasema alipona, amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka tunatazama mambo yanayotupasa kujua kuhusiana na swala la shukrani. Tumeona jambo la kwanza, shukrani ni swala la kibiblia, ni jambo la kibiblia, sio jambo la kutunga tu na wanadamu. Lakini jambo la pili linatuonesha ya kwamba kurudi mbele za Mungu mara baada ya kutendewa ni jambo la lazima, sio la hiari ya mtu. Sasa angalia huyu mmoja amefanyaje? Amerudi. Hawajapotelea wote na ule uponyaji wao. Huyu mmoja aliona vema, mimi nirudi nimshukuru Mungu kwa sababu hivi nilivyo sasa naona kabisa ya kwamba nimetendewa kwa kadiri ya uhitaji niliokuwa nao, nimetendewa. Anaporudi kumshukuru Mungu, Biblia inasema ya kwamba akaanguka kifudifudi miguuni pa Yesu, akaanza kushukuru pale. Anatajwa ya kwamba alikuwa ni Msamaria, tena alikuwa ni mtu ambaye sio wa mipaka ya Kiyahudi.
Maana Wayahudi ndio walioonekana ya kwamba wao ndio wenye neema ya kumjua Mungu vizuri. Kuna wengine kando kando yao walikuwa hawamjui Mungu vizuri. Kwa hiyo huyu alikuwa ni mtu hata asiyemjua Mungu vizuri. Lakini ona, alielewa ya kwamba unapotendewa kuna suala la kurudi kufanyaje? Kumshukuru Mungu aliyekutendea. Ushike, anapoandikwa Msamaria hajaandikwa tu ili Biblia iongeze mistari ya kutusumbua tusome na wakati wengine macho yetu mabovu. Haijaandikwa ni Msamaria ili tuendelee kusumbuka kuongezewa mistari ya kusoma. Imeandikwa kwa makusudi kuelewa ya kwamba na alikuwa wala hana kumjua Mungu vizuri. Lakini licha ya kwamba hana kumjua Mungu vizuri, anaonekana akiwa ana moyo wa shukrani. Anaonekana akiwa amejua kuna swala la shukrani unapotendewa. Amerudi na usamaria wake na kutomjua Mungu kwake. Biblia inasemaje kwenye mstari wa 17? Hapa ndipo nimetaka sasa kitovu cha kuona kwamba swala la shukrani kwa Mungu unapotendewa ni la lazima, sio la hiari. Mstari wa 17 unasema, Yesu akajibu. Sasa hiyo ni sawa sana kwenye ibada ya shukrani kama hii. Wewe unamwambia Yesu asante, unashangaa Yesu anang'aka, anaamsha maneno mengine. Tofauti tunakuipokea ile shukrani yako, lakini na maneno mengine yanatoka ya ziada. Akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anafanyaje? Anazungumza. Na anazungumza katika mfumo wa ulizo. Anaweka swali kwamba mbona ni mmoja karudi? Ina maana hamkupona wote 10? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akaendelea kusemaje? Wale kenda wa wapi? Hapa ndipo ambapo nimekolezea kabisa na mstari nikapigia. Wale kenda wa wapi? 9 wako wapi? Sasa ninachotaka ukiangalia ni nini? Ili tujue kwamba shukrani sio jambo la hiari ya mtendewa, ni jambo la lazima mbele za Mungu. Kulikuwa kuna sababu gani Yesu awaulizie wale 9 ambao wamepotelea pote? Wamekula, naita kula ni miguu ya kuku. Alikuwa na sababu gani ya kuwaulizia, na ili hali kuna mtu hapo amerudi kushukuru? Utaelewa sasa kwamba suala la kurudi mbele za Mungu kumshukuru mara baada ya kutendewa sio jambo la hiari ya mtu, ni la lazima. Kwa nini ni la lazima? Yesu asingekuwa na ulazima wa kuwaulizia wale ambao wamepotelea pote, na wakati kuna mmoja amerudi angesema bora amerudi huyu, imetosha. Mpaka anawaulizia, manake ili walazimu na wale 9 waonekane kwenye siku ya kufanyaje? Ya kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utakuta katika jambo ambalo miongoni mwa makosa ambayo tumeyafanya ni kuona swala la shukrani ni la hiari yangu, maadamu saizi sina uzima wangu mwaya. Tena mtu anasema ngoja nifanye ili at least nipate. Wapata nini wewe? Nini utampa Mungu ili kiwe kirefu zaidi ya urefu wake? Nini utampa Mungu kiwe kipana zaidi ya upana wa utendaji wake? Na sanya mwaya, utaona hata hizi siku za karibuni hivi tangu ametendewa haji ibadani, anasema natafuta mwaya ili nirudi kushukuru. Wewe, hiyo ni roho ya kishetani, kwa sababu swala la shukrani haliko kwenye mipango yako mwenyewe kwamba ujiamulie. Ni swala la lazima kimungu. Ukishaona kuna vinavyokunong'oneza kwamba saizi kaka tafuta kima fulani, ni visingizio hivyo vya shetani kukufanya uonekane ya kwamba wewe ni mtu usiye na shukrani ukitendewa. Maana yake ni kwamba hustahili kuendelea kutendewa. Na ndio maana kuna watu wana shuhuda za kutendewa zilibakia hapo tu. Tangu alivyotendewa hilo, Mungu wetu ni wa maongezeko, lakini wewe huongezewi, umeishiriziwa hapo tu. Kwa sababu gani? Ulipimwa kwenye mizani ya shukrani ukapelea. Haustahili kuendelea kuongezewa tena. Kwa sababu gani? Itakufanya pia utoke zaidi nje, upotee zaidi kwa sababu ya kujiandaa kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana.
bibi harusi ajiandae ili aingie kwenye ibada na ukumbini na bwana harusi. Na wewe ambaye unakuja kumshukuru Mungu, ajiandaa na shela gani? Na suti ya namna gani? Kwa utakuta ni viupepo tu vya shetani kutaka kutupumbaza kwenye ile eneo. Swala la shukrani tunalipa kwamba ni maandalizi ambayo nayaandaa. Uliambiwa lazima upike ubwabwa watu wale, ndugu yangu. Haleluya. Amen. Uliambiwa lazima upige yes you. Shukrani sio jambo la hiari ya mtu kujiamulia kwamba nimetendewa niamue nirudi nisirudi. Ni la lazima. Na ndio maana kuna kuuliziwa kwa wale wanaokosekana kushukuru wakati walitendewa. Yaani maana kama Yesu anasema, mbona huyu hajaleta rejesho leo? Ndicho kitu ambacho alikuwa anauliza hapa. Ni kama kule kwenye marejesho kuonekana, mbona leo anadeshi? Unasikia mama nani? Wewe si ndio unakaa naye jirani? Hajakupa nani uwasilishe. Haya mwenzetu sasa kapatwa na nini? Mbona anatuweka kwenye maswali? Ndicho kama alichokuwa anazungumza Yesu. Utaona ilibidi mpaka ile swali aliulize kwa yule mmoja. Kwamba waweza kuona nini? Hivi ina maana ule uponyaji kwa jinsi nilivyoutuma, ina maana umekuja hivyo kwamba ukakuangukia wewe peke yako, wale wengine waliachwa? Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wakati mwingine badala ya Yesu kusumbuka, kuhangaika, aendelee kukutendea, kuongezee, kuna wakati unamwacha na maswali. Kwa nini? Kwa kukosa kurudi kushukuru mara baada ya kutendewa. Kwa kuna watu leo msisubiri kwamba mtaitwa kwenye ile daftari la posho kwamba fani Hasani Jumanne, Shabani Omari, Joni nani? Hapana. Nyie wenyewe mbingu zina maswali na nyie kwamba kuna wakati mlipotea pote na vile Mungu alivyowatendea. Kwa hiyo kwanza ni mjibu mlipoteaje, ndivyo ambavyo mambo mengine yapigwe kwa ajili yenu. Tuwadeni. Tuwadaiwa kwenye eneo la shukrani tunapokosa kurudi kumshukuru Mungu. Tuwadaiwa kwa mujibu wa hiki ambacho Yesu anakionyesha hapa. Tuwadaiwa. Kwa hiyo ni udhibitisho wa kwanza kukuonesha kwamba swala la kumshukuru Mungu sio la hiari ya wewe uliyetendewa. Ni swala la lazima. Kidhibitisho B, Zaburi ya 50 mstari wa 15. Kidhibitisho B ya kwamba swala la kurudi mbele za Mungu kumshukuru mara baada ya kutendewa sio la hiari ya mtu. Sio wewe mtendewa ujiamulie, ni lazima. Katiba ya mbinguni imeliweka kuwa la lazima. Mpango wa Mungu umeliweka kuwa la lazima. Zaburi ya 50 mstari wa 15. Sikiliza mambo ya Mungu yanavyozungumza. Zaburi ya 50 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: ukaniite siku ya mateso, A, B, nitakuokoa, C, na wewe utanitukuza. Ukaniite siku ya mateso. Tulipewaga ruksa ya kumuita Mungu saa tunapopita kwenye hali ngumu za kuhitaji kutendewa. Na anasema nitakuokoa. Maana yake Mungu ni mwokozi pale ambapo tutamuita kwamba atutendee, anafanya. Anapotufanyia, yeye anabaki kuwa mtendaji. Sisi huku na sisi tuna wajibu wetu. Kuna jambo lazima tulitende tukisha tendewa. Kama hujatendewa sawa. Lakini ukiwa mtendewaji, kuna jambo hata kusema hili jambo ni la level ya sawa, sio la kwako ndugu yangu. Na ndio maana utaona una jina mpaka la ukoo. Kuna watu ukiwaambia tajeni majina yenu wanataja hata 5, 4, lakini majina yote wanaotaja unaona hamna jina lililokusaidia isipokuwa ni vile ulivyosikia watu wakisema toka kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, ukapokea. Maana yake hao majina yako licha ya umaarufu hapo kijijini kwenu yalishindwa kukusaidia. Licha ya huo ukoo wako ukiutaja watu wote wanasema Shempema tunamfahamu, lakini utaona kuna wakati ulipita na jina la Shempema hujalifuta, lakini halijakusaidia na huo umaarufu wenu, ukakutana na jina la Yesu likakusaidia. Ukisaidiwa hata ni kidogo, jua ya kwamba una deni la kurudi kushukuru. Bwana
Sina nyumba nzuri lakini humo ndani ya nyumba ni vindumbwe ndumbwe. Kuna watu wakisema, jamani sisi tunatamani nyumba kama ile. Naambia mshukuru Mungu tu ndugu yangu kwa alichokupa. Usitamani Hapo unaweza unawatisha. Sema ndoa nzuri, vigelegele vingi vilipigwa, vichangisha watu walitoa hela zao, wengine walikuwa wanapita pagumu, ila wakasema ndo tumeletewa kadi mwaya, tufanyaje? Ngoja tujifinye tutoe. Wakachanga. Lakini leo hii kuna watu ukiwasikia wanazungumza, jamani nataka Mungu anipe mwenza. Unaambia sisi wenyewe tunatamani tutoke, wataka uingie. Haleluya. Amen. Kwa sababu ndoa ulifunga vizuri, harusi nzuri, lakini leo hii kuna vindumbwe wakutana navyo. Ili uelewe ya kwamba si kwa ubora wa kidunia unaoweza kutusaidia kwenye mambo yetu. Anayeweza kutusaidia ni Mungu. Tumetendewa, tumekuwa hivi tulivyo, kuna mahali Mungu amekutoa, ni kwa uweza wa kwake Mungu mwenyewe. Kwa anasema ukimuita siku ya mateso akikuokoa, wewe una deni la kutakiwa kufanyaje? Kumtukuza. Miongoni mwa namna ya kumtukuza ni kurudi mbele zake na kumwambia asante kwa yale umefanyaje, umetenda. Ndio sehemu ya kumtukuza. Shukrani ni sehemu ya kumtukuza. Kwa utaona wakati ambapo wewe unalia, Mungu ana msaada kwako, lakini akikusaidia na wewe pia una jukumu la kufanya mara baada ya kusaidika. Sio hiari yako kuamua. Hilo ni jukumu ambalo Mungu analisubiria. Ameshaweka gepu kwenye hilo jukumu kwamba anayejaza hilo gepu ni wewe. Utende wewe sasa, afu aje Mungu ashukuru kwamba Mungu najishukuru mwenyewe katika jina la Yesu Kristo nimefanya yule mtoto leo anafaulu kwa viwango vikubwa. Wewe una nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakutendee Mungu alafu wakurudi kushukuru awe yeye tena. Haya, Mungu akishukuru anamshukuru nani? Shukrani anamwambia nani asante? Anamwambia wale wazee 24 hao. Haya, nyie mlio panda kidogo mbinguni mkakutakuta hizo kabineti huko. Haya, Mungu anafanyaje? Anapeleka wapi shukrani sasa anaoshukuru yeye kwa sababu yako wewe? Ampa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni la kwako. Swala la shukrani ni la kwako. Sio la mtu yoyote, ni la wewe uliyetendewa. Ni la kwako. Usipolifanya manake nini? Una gepu hapo, kuna deshi yako hapo. Inasubiria ijazwe. Wakujaza nani? Ni wewe. Ndugu yangu, utatembea na hizo deshi kwa habari ya shukrani hadi lini? Uwe na tabia ya kumshukuru Mungu. Nimesema hata kwa yale madogo anayokufanyia, bora unaona kabisa kwamba hili sio kwamba limefanyiwa kwa uwezo wa mjomba wangu aliyedaa. Ni kwa uwezo wa Mungu. Tena kuna wakati na wakubwa unao lakini hawakusaidii. Ukashangaa kuna wakati mwingine hata wakubwa wamesema, wewe una Mungu. Tunasikia Bwana umeibuka. Hata wao wakubwa wanaonesha kwamba hivyo ulivyoibuka hakuna hata senti yao, wala hawajawahi hata kukuombea, acha kukusaidia kwa pesa. Watadhihirisha kwamba hawajawahi hata kukufanyaje, kukuombea. Pale unaposhangaa mkubwa amesikia leo umeibuka, anakwambia, "Nasikia mdogo wangu umetoka." Hongera. Haona Mungu wewe. Sio akwambia kwamba tulikuwa tunasali sana, kuna kipindi tulikuwa tunaacha hata majukumu yetu na kuombea. Tunamshukuru Mungu. Yeye naye pia kwake linamshangaza jinsi ambavyo amesikia umetendewa. Ili ujue ya kwamba hatutendewaji kwa ukubwa wa watu wa dunia tulionao. Tunatendewa kwa neema ya Mungu tunayemuomba. Kwa hiyo ukitendewa, kumbuka kumshukuru. Hata liwe dogo la namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapimwaga sana na mioyo ya shukrani. Kuna wakati tunaangaliwa kwamba kwa hicho kidogo ulichopewa unamshukuruje nacho Mungu. Ndugu yangu, sio kwa sababu umepewa tu kidogo basi ni cha kuwaumiza wenzako masikio kuliko kumshukuru nacho Mungu. Unasema wewe ngoja haka kasabufa na sauti yake nitaiongeza mpaka mwisho. Wasikie na mimi wanione ninavyo. Hatujapewa kwa hivyo. Tunapimwa kwa hivyo vidogo, twavitumiaje?
miongoni mwa kipimo ambacho tunapimwa kwa wale madogo ni mioyo ya shukrani. Wakati mwingine inaaminika ya kwamba ukikosa kuwa na moyo wa shukrani kwa kidogo, hata kikubwa wewe utazama nacho dimbwini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza ukapotea nacho pia mitini. Na ndio maana kuna wakati tumetembea sana kwenye hali za kuona Mungu kama ni mnyimi. Sio mnyimi. Kuna vipimo tuliwahi kupimwa vya shukrani tukapelea. Sasa hana sababu akupe aendelee kila siku kuuliza kwamba hivi hata tripu hii pia hajarudi. Haya. Tripu hii nayo pia hata lile ambalo watu waliona kabisa kwamba ilikuwa ni mauti, lakini Mungu nimemvusha. Kwa hiyo nalo pia kaacha. Utawacha moyo wa Mungu ukawa na maswali hivyo kila leo kwa ajili yako? Si mbinguni dokumenti zake zikoje na store ya dokumenti yake ikoje, lakini kwa nini ujaze dokumenti ya Mungu na makaratasi ya kuulizwa maswali kila leo? Kwa sababu ya moyo wako sio na shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuelewe, miongoni mwa vitu ambavyo leo nimewiwa kukueleza ni kuhusiana na swala hili la shukrani, kwamba sio jambo ambalo limetungwa tu, ni jambo la kibiblia. Swala la shukrani sio jambo la hiari ya mtendewa amue kwamba nirudi au nisirudi, na lenyewe nalo pia ni la lazima. Kurudi ni lazima, kwa sababu wewe uponyaji au kutoka kwa mjomba wako, ni lazima urudi kwa Mungu aliyekupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nende ripoti kwa Mungu wako juu ya yale ambayo ameyafanya kwako. Moyo wa shukrani ndio moyo unaostahili kuzidishiwa siku zote. Mungu awabariki sana, jina la Bwana litukuzwe. Toa sadaka yako ya siku ya leo. Tunaingia kwenye hatua ya maombi. Chukua sadaka yako. Nimesema ukiwa na shukrani yako maalum ambayo ulihitaji usikie watu wakiitwa mbele kushukuru, wewe usianisha hapo na sadaka hii ambayo tunaenda kuiombea saa hizi. Ukiwa una fungu la 10 hapo ulihitaji kusubiri uitwe mbele, wewe unganisha na sadaka hizi ambazo tunaombea saa hizi. Tutatoa zote hapo kwa sehemu moja ya vyombo vya shukrani. Kwa hiyo andaa vyote ulivyo navyo hapo. Andaa vyote ulivyo navyo hapo kuhusiana na sadaka zako, nje tu ya sadaka ile ambayo ni changizo la ujenzi siku ya leo ya harambee. Andaa sadaka yako hapo. Andaa sadaka yako tofauti tu na harambee ya ujenzi. Lakini sadaka yoyote ambayo umetembea nayo madhabahuni, weka hapo. Simama juu kwa miguu yako. Mwenzetu aliyerudi kushukuru, unamuona Biblia inafaa kusema akaanguka mbele za Yesu. Kwa maana kwamba kushukuru wakati mwingine ni wakati ambao tunapaswa kujiachilia kwa Mungu, kupondeka kwa Mungu kuliko wakati wowote. Waimbaji, kwenye nafasi zenu hapo, tumwabudu Mungu tunapokwenda kuingia kwenye hatua hii ya maombi ya shukrani. Mwabudu Mungu, mwabudu Mungu. Wakati tunapita kwenye haya maandiko, tukiwa tunatazama yule mmoja katika wale 10, yule mmoja aliyerudi, tunatazama tunaambiwa akafika akaanguka mbele za Yesu. Na wewe tafuta namna ya kuanguka mbele za Yesu leo. Kumbuka hata lile dogo alilokutendea sio kwa uwezo wako ndugu.